Karibu sana kwenye podcast hii ya Patrick Seuya, na kimaalum kabisa tunakwenda kuanza series mpya inaitwa Growing Up Spiritually. Growing Up Spiritually. Nitashare na wewe kupitia series hii kanuni kadhaa za msingi sana ambazo zitakusaidia kukua kiroho, kitakusaidia kukua kiroho. Na kwa kuanza leo, ikiwa hii ni episode yetu ya kwanza, niruhusu niweke msingi kwa kusoma neno la Mungu kutokea kwenye kitabu cha Luka sura ya 10 kuanzia mstari wa 38 pale hadi wa 40. Biblia inasema, ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na dada yake aitwaye Mariamu aliyeketi miguuni pake Yesu, akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo dada yangu alivyoniacha nifanye kazi peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hatanyang'anywa, au Biblia nyingine imesema hataondolewa. Amechagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Sasa ndugu hawa wawili, Martha pamoja na Mariamu, ni watu wa muhimu sana kwenye hiki ambacho tunakwenda kukiongea leo. Mojawapo kati ya kanuni ambazo nataka nikutie moyo uweze kuingiza kwenye maisha yako, ambayo itakusaidia kwenye kukua kiroho, ni kanuni ya kuwa na muda wa utulivu na Mungu. Kanuni inaitwa quiet time. Inaitwa quiet time. Namna ya kuwa na muda wako wa utulivu na Mungu. Hii ni kanuni ambayo itachangia sana, itakuwa na mchango mkubwa kwenye ukuaji wako wa kiroho. Na Martha anatupa somo kubwa sana kuhusu umuhimu wa kutoa uzito wa kutosha kwenye mambo ya kiroho. Yesu alikuwa amekuja nyumbani kwake pamoja na ndugu yake Mariamu, na kweli walitakiwa wale kama ambavyo tu ulikuwa ni utaratibu wa kawaida. Lakini pia Yesu alikuwa amekuja na Mariamu alikuwa ameona pia hii ni fursa ya kuweza kukaa na kumsikiliza. Kwa kila mmoja alichokuwa anakifanya baada ya Yesu kuja kilikuwa kinaonyesha kwamba yeye ametoa uzito zaidi kwenye vitu gani. Inabidi utumie nguvu, inabidi uwe intentional, udhamirie kwamba pamoja na hayo yote yanayoendelea, lakini mimi nitakaa chini hapa nipate muda na Mungu. Ukiangalia Martha anavyomlaumu Mariamu na kumsemea kwa Yesu, ni kama vile anasema, isn't it obvious kwamba mgeni amekuja, mimi niko na muandalia chakula, hiki ndo ambacho anatakiwa na dadangu naye awe anafanya. Kwa hiyo pia inakupa mazingira kwamba hiyo ndo namna ya kufikiri ilivyo. Vitu vya dunia vinapewa uzito zaidi kuliko vitu vya kiroho kwenye dunia tunayoishi. Kwa hiyo Martha alitoa uzito kwenye mambo ya kidunia zaidi, Mariamu alitoa uzito kwenye mambo ya kiroho. Kwa katika moja ya vitu ambavyo itakubidi unafanya maamuzi kila siku, ni maamuzi ya kuchagua ni upande gani utakuwa unaupa uzito, vitu vya rohoni au vitu vya mwilini. Nataka niende deep hapo kidogo. Biblia inatuambia kuhusu Esau. Biblia inatuambia kwamba Esau alidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Kwa kifupi, Esau alidharau vitu vya rohoni. Nitakusomea maandiko kidogo hapa. Mwanzo 25 mstari wa 34. Biblia inasema, Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Mstari wa 32 hapa inasema, Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi? Huyo ni mtu ambaye alikuwa amedharau vitu vya kiroho. Haki ya mzaliwa wa kwanza sio kwamba kilikuwa ni cheti au ni hati ya nyumba au ni hati ya kiwanja. Kilikuwa ni kitu cha kiroho. Kwa hiyo ilibidi uwe mtu wa rohoni kuweza kuona thamani yake. Lakini kwa sababu Esau alikuwa ni mtu wa mwilini, njaa tu ya siku moja ikamfanya akaona, hapa nina kitu ambacho hata sijui kazi yake ni nini. Yaani ni kama zile story tunazoambiwaga za zamani zile, kwamba wakati wazungu wamekuja walikuta babu zetu wanacheza bao kwa kutumia madini ya almasi. Kwa hiyo wakafanyaje? Wakawapa tu vioo,
wakawapa vitu tu ambavyo havina maana sana, afu wale wazee wakawapa yale madini kwa sababu walikuwa hawajui kazi yake, hawana matumizi nayo, kumbe ni kitu cha thamani. Sasa hivyo pia kwa Esau, yani alikuwa anajua toke sawa, mimi ni mzaliwa wa kwanza, kuna haki, kuna mambo ya kiroho, lakini what is that to me? Anaona mimi saizi nina njaa, yani mimi nataka chakula. Hayo mambo ya uzaliwa wa kwanza yatanifaa nini? Anasema hapa kwamba haki hii ya uzazi itanifaa nini? Haki ya sasa, haki ya uzaliwa wa kwanza ilikuwa ni nini? Haki ya uzaliwa wa kwanza ilikuwa ni kuwa kwenye lineage ya Masihi, yani kutokea kwa Ibrahimu, kwa Isaka. Sasa alikuwa anakuja kati ya Isaka na Yakobo. Esau, amini, kati ya Esau na Yakobo. Esau kama mzaliwa wa kwanza, yeye ndiye alikuwa anatakiwa aendeleze kile kizazi hadi Yesu Kristo atakapokuja kupatikana. Hasa hivi kweli kuwa patriarch, kuwa sehemu ya uzao ya lineage ya Masihi, kweli ni kitu kisichofaa? Esau anasema hiyo itanifaa nini ikiwa ninakufa na njaa? Kwa hiyo unaona tu ni mtu ambaye hakuwa ametoa uzito kwa vitu vya kiroho. Hakuwa ametoa uzito kwa vitu vya kiroho. Hata baadaye unaona akija baadaye wakati wa kuoa umefika, alienda tu akaoa watu wa pale, akaoa watoto wa Ishmaeli, akaoa watu wa mataifa. Hakuwa ana value sana vitu vya kiroho. Hakuwa ana value sana baraka ya Mungu. Biblia inasema Yakobo pamoja na madhaifu yake, throughout utamwona Yakobo akiwa anatoa uzito mkubwa kwa vitu vya kiroho. Hata hii haki ya uzaliwa wa kwanza alifanya namna zote aipate kwa sababu alikuwa anaivali, alikuwa anajua ni kitu chenye thamani. Sasa hivi tutakiwa tu tunasema Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Esau. Lakini Esau alijitoa kwenye mstari mwenyewe kwa sababu pamoja of course na sababu zingine, lakini sababu moja hapo yeye mwenyewe kitu ambacho alifanya ni kwamba hakutoa uzito kwenye vitu vya kiroho, kwenye mambo ya kiroho. Kwa nataka nikutie moyo uwe makini sana na watu ambao hawatoe uzito kwenye vitu vya kiroho. Watu ambao wana downplay significance ya mambo ya rohoni. Watu ambao hawaoni value kwenye vitu vya kiroho. Unajua Biblia inasema vitu vinavyoonekana ni vya kitambo tu, lakini vitu visivyoonekana ni vya milele. Kwa mtu ambaye haoni value sana ya mambo ya kiroho, mtu ambaye hatoi uzito sana kwenye mambo ya rohoni, huyo ni mtu ambaye inabidi uwe naye makini kwa sababu ni mtu hatari. Ni mtu ambaye ni hatari. Watu ambao vipaumbele vyao viko kwenye mambo ya kimwili, watu ambao wanajali zaidi vitu vinavyoonekana kwanza, watu ambao wanaangalia nje tu. Mungu alimwambia Samueli, mimi siangalii kama wanadamu waangaliavyo. Wanadamu wanaangalia sura ya nje, bali mimi ninaangalia moyo. Kwa mtu ambaye focus yake iko kwenye mambo ya nje, mambo yanayoonekana, vitu ambavyo vinamnufaisha sasa hivi, hana jicho sana la kuona mambo ya rohoni, mambo ya mbele, huyo ni mtu ambaye unatakiwa uwe naye makini. Wewe mwenyewe pia inabidi ujizoeshe, ujifunze kutoa uzito mkubwa kwenye vitu vya kiroho. Kama utakuwa kiroho, kama utakuwa kama Mariamu kwenye hii kesi ya Yesu ambao tumeisoma. Najua baadaye Martha, naamini baadaye Martha naye alikuwa, lakini kwenye mfano ambao tumeuona hapa, kama utakuwa kama Mariamu, uweze kukaa chini na kuwa na muda na Mungu, kuwa na quiet time na Mungu, lazima hilo swala wewe umelipa kipaumbele. Lazima wewe umelipa umuhimu mkubwa kwenye mawazo yako, kwenye akili yako, kwenye fikra zako, liwe ni swala ambalo umelipa umuhimu mkubwa. Kwa watu ambao vipaumbele vyao viko kwenye mambo ya kimwili, mambo yanayoonekana kwanza, hao ni watu wa kuwa nao makini. Nitakupa mfano mwingine. Ukisoma Hesabu sura ya 32 pale, ukisoma Hesabu sura ya 32 inaongea kuhusu kabila 2.5 za wana wa Israeli. Hiki ni kipindi ambacho wana wa Israeli wako pale kwenye ukingo pale wa Yordani. Tayari wameshawapiga zile falme ambazo zilikuwa zinakaa kabla ya kuvuka mto ule kuingia Kanani. Kuna huu uwanda huu ambao ulikuwa uko kabla ya mto. Kule ambako Mungu alikuwa anawapeleka hasa ilikuwa ni baada ya kuvuka mto wa Yordani. Huko ndo ulikuwa unaingia Kanani, sasa unaenda deep huko kwenye urithi ambao Mungu alikuwa amewaandalia watu wake. Hata ile eneo la nje ya Kanani lilikuwa ni pati, lakini lilikuwa tu linakuepo
ilikuwa sio hasa pale ambako Mungu alikuwa anawapeleka, japo na lenyewe lilikuwa liko identified kama sehemu ya ile territory. Sasa baada ya kuwa wamewashinda kina Ogu mfalme wa Bashani, walikuwa wamewapiga wale wafalme wachache hapa mwanzoni hapa. Biblia inasema kipindi hicho Musa bado yupo. Kumbuka Mungu alimwambia Musa kwamba hataingia nchi ya ahadi. Lakini kukuonyesha kwamba hii ilikuwa bado hata sio nchi ya ahadi kivile, yani ndo walikuwa wako mwanzoni, Musa bado alikuwepo. Kuna kabila 2.5 zikaenda kwa Musa. Na walienda kufanya nini? Nataka nikusomee mwanzoni hapa maandiko hapa kidogo uone. Nataka nikusomee maandiko hapa uone. Kitabu cha Hesabu sura ya 32 pale mstari wa 1. Biblia inasema basi wana wa Rubeni na hao wana wa Gadi. Nataka nikuonyeshe watu ambao wanatoa uzito zaidi kwenye vitu vya dunia, vitu vya kimwili, vitu vinavyoonekana. Halafu nitakuonyesha mwisho wake unavyokuwa. Basi wana wa Rubeni na hao wana wa Gadi walikuwa na wanyama na mifugo wengi sana. Nao walipoona, hilo neno walipoona ni la muhimu. Watu wanaoenda kwa kuona. Nao walipoona nchi ya Yazeri na nchi ya Gileadi, ya kuwa mahali hapa palikuwa ni mahali pa kuwafaa wanyama. Mstari wa 5, wakasema kama wakamwendea Musa. Sasa hapo naruka mistari kadhaa. Wakamwendea Musa pamoja na Eliezeri yule kuhani na wazee wa Israeli, alafu wakawaambiaje? Sasa mstari wa 5 unasema, wakasema kama tumepata kibali mbele ya macho yako sisi watumishi wako, na tupewe nchi hii iwe milki yetu, usituvushe mto wa Yordani. Biblia inasema mstari wa 16, basi wakamwendea karibu. Sasa Musa kuanzia mstari wa 6 hapo hadi wa 16, Musa anawasomea risala ndefu sana. Anawaonyesha jinsi ambavyo wao wanataka kubaki huku upande wa pili ambako siko. Kwa nini hawataki kuvuka pamoja na wenzao waingie kwenye nchi ya ahadi? Lakini wakamwendea tena, mstari wa 16, basi wakamwendea karibu zaidi na kusema, sisi tutafanya mazizi hapa kwa ajili ya wanyama wetu na mifugo, na kujenga miji kwa ajili ya watoto wetu. Nataka pia huo mstari uzingatie. Wanaanza kwanza kuongea kuhusu mazizi ya kondoo. Hata watoto wao kwenye order ya priority wako baada ya wanyama wao. Wanasema tutafanya mazizi hapa kwa ajili ya wanyama wetu. Kumbuka hata maamuzi ya kubaki hapa wanayafanya kwa sababu ya wameona kuna malisho. Kwa hiyo tutafanya hapa kwa ajili ya wanyama wetu na mifugo, na kujenga miji kwa ajili ya watoto wetu. Mstari wa 24, Musa akahojiana nao tena. Baadaye alivyoona wako determined sana, wanataka kubaki pale, akawakubalia. Sikiliza anachowaambia hapa mstari wa 24. Anawaambia, basi jengeni miji kwa ajili ya watoto wenu na mazizi kwa ajili ya kondoo zenu, mkafanya hayo mliotamka kwa vinywa vyenu. Kwa huu ni mfano mwingine wa watu ambao walifanya maamuzi makubwa ya maisha kwa kuzingatia tu vitu vinavyoonekana kwa wakati huo. Yaani wamefika pale wakaona kwamba hapa hii nchi ni nchi nzuri. Ni nchi ambayo tutapata malisho ya wanyama. Wakasahau ahadi ya Mungu, wakasahau uzuri wote wa Kanaani, wakaona bwana bora tubaki hapa. Hapa panatosha. Kabila 2.5. Kabila ya Rubeni, kabila ya Gadi na nusu ya kabila ya Manase. Wakafanya maamuzi ya kubaki hapa. Maamuzi. Kwa huu ni mfano, mazungumzo haya kati ya Musa na kabila hizi 2.5, kabila ya Rubeni, ya Gadi na nusu ya kabila ya Manase, ni mfano mzuri sana wa watu ambao walifanya maamuzi ya hatima zao. Kwa kuangalia tu vitu vinavyoonekana, vitu vya kimwili, kwa kutoa uzito mkubwa kwenye vitu vya kimwili. Mind you, hapa walikuwa hata bado hawajaingia kwenye nchi ya ahadi waione. Na ukiangalia, ukija kusoma historia ya Israeli kwa ukubwa wake, utagundua kwamba kabila ambazo walienda hadi katikati kabisa ya urithi ule wa nchi ambao Mungu amewapa, yani ambao walivuka Yordani, halafu sio tu kwamba wakaseto huku mwanzoni, wakaenda hadi to the heart of the land. Hiyo ni kabila ya Yuda na kabila ya Efraimu. Hawa walikuja kukua na wakaja kuwa prominent sana. Kwa hata location ya wapi unakaa ili determine destiny za hawa watu. Lakini hizi kabila 2.5 hizi, kwa sababu walikuwa wanafanya maamuzi kwa kuangalia vitu vinavyoonekana kwa macho, hawakuona sababu hata ya kuvuka mto wa Yordani. Walibaki huku mwanzoni, huku nje, upande wa pili wa mto. Hiyo kubaki upande wa pili wa mto iliwapa changamoto kadhaa. Changamoto ya kwanza, kumbuka Musa
aliwaambia kwamba kama watabaki huku mwanzoni, lazima kwanza wanaume wote ambao wako kwenye umri wanaoweza kubeba silaha wavuke waende kupigana vita kwa ajili ya wenzao, wahakikishe kwamba wenzao wote wameshapata urithi wao na wameseto, halafu wanaweza wakarudi sasa. Kwa hiyo wanazuoni wanakadiria kwamba huo muda ambao walienda kupigana ulikuwa ni miaka kati ya miaka 7 hadi 14, sio chini ya miaka 7. Kwa fikiria hawa wanaume wote kwa maamuzi tu ya kuangalia vitu vya mwilini walijikuta wanatengwa mbali na familia zao kwa muda wa miaka 7 mizima au zaidi kidogo. Hiyo ni kwanza. Changamoto ya pili, changamoto ya pili ambao walikabiliana nayo ni ukweli kwamba baada ya Israeli kuwa wamevuka mto wa Yordani wameenda upande wa pili kule, hata senta ya nchi na senta ya kiroho, sehemu ambako sanduku la Bwana lilikuwepo, sehemu ambako hekalu la Mungu, hema ya kukutania ilijengwa, na baadaye Sulemani akajenga hekalu la Mungu, ilikuwa ni mbali sana na hizi kabila 2.5. Kwa mtu wa hizi kabila 2.5 akiwaza kwenda kumwabudu Mungu, cha kwanza alikuwa anawaza kwamba inabidi avuke mto. Kwa hiyo yenyewe tu ikawa ni kizuizi, ikawa ni baria. Kwa maamuzi yao ya kuangalia vitu vya mwilini peke yake, wakawa wamejipeleka mbali zaidi na senta ya kiroho ya taifa. Halafu kitu cha tatu, ukisoma kitabu cha Waamuzi utagundua kwamba asilimia kubwa ya vita ambazo waamuzi walikuwa wanapigania kwenye huu upande ambao walikuwa wanakaa hizi kabila 2.5. Yaani bila kujua, wao walifikiri wanachagua upande wenye malisho ya majani mazuri, kumbe walikuwa wanachagua ardhi ambayo itakuja kuwa uwanja wa vita. Kwa muda mwingi sana walikuwa wako restless, wanapigana na Waamoni, sio wanapigana na Waamori, wanapigana na vita zilikuwa nyingi sana kwenye huu upande wa pili wa huku. Na hili eneo pia ambalo walitulia. Kumbuka hapa Biblia inaongea kuhusu Ogu mfalme wa Bashani, inaongea kuhusu hawa wafalme waliokuwa wanakaa hapa kabla wana wa Israeli hawajaja, walikuwa ni wafugaji. Kwa pia eneo lao lilikuwa ni kubwa sana, halafu halina kizuizi chochote. Kwa maana yake ni kwamba pia hata ulinzi, hata kulilinda ile eneo, mipaka yake ilikuwa ni ngumu sana kulilinda. Na kumbuka wao walikuwa kwa kabila 2.5 tu. Na hii pia ilikuwa ni njia, ilikuwa ni barabara ambayo ilikuwa inatumika na trade routes kutoka Mesopotamia huko. Kwa walijikuta wanakuwa kept busy sana na mambo mengi kwa sababu tu ya location ambayo walichagua kujiweka, kwa sababu waliangalia mambo ya mwilini peke yake. Kwa hiyo ikawa imewaathiri kwa namna tofauti tofauti. Sasa matokeo ya haya yote, kilichokuja kutokea baadaye, kumbuka wamejiweka mbali na Mungu, kwa hata ibada imekuwa ni changamoto. Ulipokuja kufika kipindi cha kuchukuliwa kwenda utumwani, hizi kabila 2.5 ndo Waisraeli wa kwanza ambao walichukuliwa na mfalme wa Ashuru. Ukisoma Biblia yako kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza 25 hadi 26, Biblia inasema, nao wakamwasi Mungu wa baba zao, wakaenda kufanya uasherati na miungu ya watu wa nchi ambao Mungu alikuwa amewaangamiza mbele yao. Naye Mungu wa Israeli akamwamsha roho Pulu mfalme wa Ashuru, naye akawachukua mateka hao wa Rubeni na Wagadi na nusu ya kabila ya Wamanase, akawaleta mpaka Hala na Habori na Hara na mpaka mto wa Gozani hata siku hii ya leo. Yaani hata ilipofika wakati wa kuchukuliwa mateka, wakati wa utekaji ulipofika, walioanzwa hawa hapa ndo they were the low hanging fruits. Kwa sababu ni watu ambao wako upande wa pili wa mto. Yaani hata uhitaji kuvuka mto kwenda kuwapata. Kwa alivyokuja huyu mfalme wa Ashuru, wakati anawaza atavukaje mto awafuate zile kabila nyingine huko walipo, aliona tayari hapa ana watu ambao anaweza akawachukua kirahisi. Hawana kingo, hawana mto, hawana milima, yani wako scattered. Kwa akawachukua kirahisi. Kwa nini? Kwa sababu ya location ambao walikaa. Halafu kitu cha ajabu sana ambacho kitakushangaza ni ukweli kwamba hili eneo la mashariki la Yordani hili ndio eneo lile ambalo Lutu pia naye alilichagua kipindi kile cha Ibrahimu. Ibrahimu alivyomwambia inua macho yako, alivyomwambia chagua upande, Lutu akainua macho yake. Biblia inasema kwa akili zake tu za kibinadamu akaona eneo hili ni zuri kwa malisho ya wanyama wake kama hawa. Yaani hizi kabila 2.5 wanarudia makosa yale ambayo Lutu aliyafanya. Musa anawatazamisha, anawaambia jamani, msifanye hivyo, twendeni tuvuke. Wao wakangangania.
Kama ambavyo pia Lutu naye Ibrahimu anamwambia chagua, akachagua tu kwa kutumia akili zake mwenyewe, akachagua huu upande. Na yeye nini kilimpata? Baada ya muda mfupi tu naye akatekwa. Wafalme wakaja pale wakavamia, wakamteka yeye na kila kitu chake. Ikabidi Ibrahimu akusanye wafanyakazi wake 300 na kitu, aende kupigana aweze kumrudisha. Kwa hili eneo lilikuwa ni eneo linalovutia machoni. Lakini ukifanya maamuzi tu kwa akili za kawaida, ukiwa ni mtu ambaye unatoa uzito zaidi kwa vitu vinavyoonekana, kwa vitu ambavyo ni vya machoni. Biblia inasema vitu vinavyoonekana ni vya kitambo tu, vitu vya visivyoonekana ni vya milele. Kwa mtu ukifanya maamuzi tu kwa maamuzi ya kuona, ni eneo ambalo lingeweza kukuingiza mkenge kirahisi sana. Lakini ulikuwa ni mtego huu. Hili eneo halikuwa ni mtu wa rohoni asingeweza kulichagua. Angetamani awe sehemu ya urithi ule ambao Mungu ameutoa kwa namna ambavyo Mungu ameutoa. Ni mtu ambaye angeweza kusikiliza ushauri wa mtu wa Mungu kama Musa. Maji ni mtu wa Mungu kama Musa anakaribia kufa, anakuambia hiki kitu usifanye, alafu bado unafanya. Unasisitiza, unang'ang'ania kwa sura nzima ya 32 almost. Hizi kabila 2.5 wanamshawishi Musa awaruhusu kubaki hapa. Wakabaki, matokeo yake ni kwamba walichukuliwa mateka mapema sana na hawajawahi kurudi. Ndio maana kwenye historia kuna kitu kinaitwa 10 lost tribes. Yaani zile kabila za Israeli ya kaskazini zile kabila 10 zile za Israeli ambao mji wao mkuu ni Samaria, walichukuliwa mateka na hawakurudi kama zile kabila 2 ya Yuda na Benjamini ambao walirudi baada ya miaka 70 kutoka Babeli. Hawa ambao walichukuliwa na Ashuru kama walirudi ni mmoja, lakini hakukuwa na movement ya pamoja ya kurudi. Ndio maana wanaitwa 10 lost tribes. Lakini pamoja na kwamba hata hao wenzao wengine nao walitenda dhambi na walikuja kuchukuliwa mateka, hizi kabila 2.5 ambao waliamua kubaki upande wa pili wa Yordani walichukuliwa mateka miaka 10 kabla ya wenzao. Yaani hata utumwa wao uliharakishwa. Walichukuliwa mwaka 732 kabla ya Kristo, wakati wenzao wale waliobaki, wale waliovuka upande wa pili kwa kusogea tu kule karibu ambako Mungu alisema waende, walikuja kuchukuliwa mwaka 722 baada ya Kristo. Hiyo ni Israeli ya Samaria, ile ya kina Ahabu ile. Ya kina Ahabu. Sasa ninachojaribu kukuonyesha ni kwamba mtu ambaye anafanya maamuzi kwa kutumia tu akili ya kawaida, kwa kutumia tu mawazo ya kawaida, kwa kutumia logic, kwa kutumia tu reasoning, hakuna spiritual aspect ndani yake. Sio mtu ambaye ana consider mambo ya kiroho, sio mtu ambaye anaangalia rohoni, anatoa uzito mkubwa kwa mambo ya kiroho. Huyo ni mtu ambaye mara nyingi sana atakuwa anafanya makosa. Mwisho wa hawa watu unafanana na mwisho wa Lutu. Hawa watu walikuja kuchukuliwa utumwani mateka moja kwa moja. Lutu pia naye alikuja kupoteza kila kitu. Watu ambao wanatoa uzito mkubwa kwa vitu vya mwilini, huaga mwisho wao mara nyingi sana unafanana. Kwa na kutia moyo kwamba uzamirie kama Mariamu, dhamiria kutoa uzito mkubwa kwenye vitu vya rohoni, kwenye mambo ya rohoni. Unapofanya maamuzi yako, usivipuuzie vitu vya kiroho. Don't trivialize spiritual things. Usivione kama ni vitu vidogo tu, havina mantiki, havina uzito. Usifikiri kwamba unaweza tu ukavunja sheria za Mungu halafu tu ukawa salama, mambo yakaendelea kwenda. Ukavunja taratibu za kiroho, ukaacha kuwa na muda na Mungu, ukafanya maamuzi bila kumhusisha Mungu, halafu ukawa sawa. Historia inaonyesha na neno la Mungu linaonyesha kwamba kumpuuzia Mungu na mambo ya kiroho mara nyingi sana hakuna mwisho mzuri. Kwa hiyo ni decision making, prioritize spiritual things kama ambavyo Mariamu alikuwa ameprioritize. Kwa hiyo kwenye segment hii ya kwanza ambayo ni foundational, natamani kwanza kwenye ufahamu wako uingize na kwenye moyo wako udhamirie kwamba kuanzia leo, kuanzia sasa, mimi nitakuwa ni mtu ninayetoa uzito kwenye mambo ya kiroho. Nitakuwa ninatoa uzito kwenye mambo yanayomhusu Mungu. Na unajua priority zako za kiroho zikiwa haziko sawa, hata priority zingine tu za maisha zinakuwa haziko sawa. Kwa sababu hizi kabila 2.5 priority zao za kiroho zilikuwa haziko sawa. Walikuwa wako tayari wachague hata kabla hawajaingia kwenye moyo wa ardhi ile ambayo Mungu amewapa. Hata kabla hawajavuka. Kumbuka Musa
Musa ambaye anathamini mambo ya kiroho alikuwa anamshawishi Mungu amruhusu waingie Kanaani, hadi Mungu akamwambia usiniongeleshe tena kuhusu hilo swala. Akampeleka tu mlimani angalau waone. Halafu hapo una kabila 2.5 nzima ambazo wangeweza kuingia waende, halafu hawataki kwenda. Hawaoni kama hicho ni kitu cha muhimu kiasi hicho. Wao wanaangalia tu wanyama wao, na kukuonyesha kwamba walikuwa wanathamini wanyama na kazi na maisha na hela kuliko Mungu. Hata wanavyoenda kwa Musa wanamwambia tujenge mazizi ya kondoo wetu na ng'ombe wetu, halafu tujenge na nyumba za watoto wetu. Yaani priority hata kwenye kuongea wana prioritize wanyama kwanza na ng'ombe na fedha na maisha kabla hata ya watoto wao. Sasa mtu ambaye priority zake haziko kwenye order, Mungu sio wa kwanza, hata priority zake za maisha hazitakuwa sawa. Hawa watu wanawaweka kondoo wao kabla ya watoto wao kwenye sentensi yao. Na utagundua baadaye Musa wakati anawarekebisha, Musa anawaambia sawa bakini, lakini jengeni nyumba za watoto wenu na mazizi ya kondoo zenu. Huyo ni Musa, mtu ambaye kipaumbele chake cha kwanza kwa Mungu kiko sawa. Hata vipaumbele vingine anaviweka kwenye nafasi zake. Kwa natamani nikutie moyo kwamba kama Mariamu, dhamiria kwamba utampa Mungu nafasi ya kwanza. Kipaumbele chako cha kwanza itakuwa ni mahusiano yako na Mungu. Kwa sababu ukiutafuta ufalme wa Mungu kwanza, Yesu Kristo anasema mengine yote utazidishiwa. Mojawapo ya baraka ambayo Mungu atakupa ukimweka wa kwanza kwenye maisha yako ni kwamba atakusaidia vipaumbele vyako vingine vya maisha vitakaa kwenye nafasi ambayo ni nafasi sahihi. Mungu akubariki sana hadi tutakapoonana kwenye episode inayofuata. Asante sana.